Swala la maandamano ambayo yanazidi kushuhudiwa katika taifa la Tanzania limemfikia Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye ametoa wito wa kufanyika uchunguzi wa haraka kuhusu madai ya serikali kutumia nguvu za kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimesema siku ya Ijumaa kwamba mamia ya watu wameuawa katika maandamano ya kupinga shughuli za uchaguzi zilizofanyika wiki hii, na walikuwa wametoa idadi ya watu takriban 350 kutoka Dar es Salaam na watu wengine 200 kutoka Mwanza, kufanya idadi hiyo kuwa zaidi ya 700 ambao wamepoteza maisha kutokana na maandamano ambayo yanazidi kushuhudiwa. Lakini pia wakasema kwamba mamia ya Watanzania wamejeruhiwa vibaya kupitia vurugu hizi ambazo zinazidi kushuhudiwa. Aidha, shirika la Umoja wa Mataifa limesema taarifa za kuaminika zinaonyesha kwamba takriban watu 10 wameuawa katika maandamano yaliyotokea katika miji mitatu, ikiwemo miji mitatu ya Tanzania, ikiwa ni mara ya kwanza kwa taasisi ya kimataifa kutoa idadi ya makadirio ya vifo tangu uchaguzi uanze ama uchunguzi umeanza. Lakini pia Waziri wa mambo ya nje ya Tanzania Mahmoud Thabit Kombo alipohojiwa na shirika la habari la Reuters alisema kwamba idadi ya vifo iliyotolewa na upinzani kwa maana ya Chadema sio kweli, akisisitiza kwamba serikali bado haiwezi kudhibitisha idadi ya watu kamili waliouawa. Waziri huyo pia alikanusha madai kwamba maafisa wa usalama wametumia nguvu kupita kiasi katika kuweza kudhibiti maandamano ambayo yanazidi kuendelea. Sasa nakumbuka pia kiongozi mkuu wa upinzani kutoka Afrika Mashariki, kutoka Afrika Kusini, ambaye anajulikana kama Julius Malema, alikuwa anataka SADC kuweza kuingilia kati hiki ambacho kinafanyika Tanzania na kufanya uchunguzi wa kina kujua kwa nini serikali ya Tanzania inatumia nguvu kupita kiasi na ni kwa nini watu wanazidi kufariki dunia, huku rais wa nchi akiwa yupo kimya na hajulikani kabisa mpaka muda huu atakuwa yuko wapi. Sasa hii inaonyesha kabisa kwamba hali inazidi kuwa tete Tanzania, na sababu za mitandao kuzimwa ni miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea hali inazidi kuwa ngumu kabisa, kwa maana ya kwamba mawasiliano yanakuwa ni vigumu, mitandao inakuwa haifanyi kazi, na idadi ya watu waliofariki dunia haijulikani. Mwandishi wa CNN ambaye anajulikana kama Larry Madowo pia alikuwa ametoa taarifa kuhusiana na serikali ya Tanzania kwamba huwa haipendi ripota yote ambaye anatangaza taarifa ambazo ni za haki na uwazi, na ikitokea mwandishi yote hususan wa Tanzania ametoa taarifa ambazo ni za ukweli, za haki na za uwazi, ambazo labda zina expose ama zinaweka serikali katika hali ya kuonekana kwamba wametumia nguvu nyingi ama wamewadhulumu raia wao, inaweza kawa njia yao kuweza kukamatwa, kuwekwa ndani ama hata ukatekwa. Sasa kulingana na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Tanzania, Balozi Mahmoud Thabit Kombo, amesema kwamba taarifa kamili za vifo na taarifa kamili za uharibifu ambao umefanyika hazijatolewa, lakini serikali ya Tanzania itatoa taarifa hizo pindi tu baada ya kumaliza uchunguzi wao.